serikali iangalie. Barangeni wa mimi wakamwacha huyu. Imetanda katika mtaa wa Mtakuja, manispaa ya Tabora, baada ya mwili wa mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 7 na mwanafunzi wa darasa la kwanza kukutwa ndani ya shimo la mchanga kidaiwa kubakwa na watu wasiojulikana wakati akitoka shuleni. Kwa mujibu wa mmoja wa wanafunzi waliokuwa akisoma naye, walitoka shuleni pamoja kabla ya kuachana njiani, kila mmoja akielekea nyumbani. Baadaye mwili wa mtoto huyo ulipatikana ndani ya shimo la mchanga, jambo lilozua mshtuko mkubwa kwa wananchi. Kufika hapo kwa mzee huyo nikakuta vitoto hivyo. Mbona pale kuna watu, kuna nini? Nafika hapa nimeangukia hapo mpaka hivyo. Nakuta bibi yake analia, akasema muone mjukuu wako tuliokuwa tunamsema ameshakufa. Ndo nikarudi kuwaita majirani. Tulipoenda darasani saa 4 sijamuona. Nikaamua ngoja tu nikae darasani, nikakaa darasani. Kengele ilipogongwa nikakaa, tukaandika somo moja. Nikarudi. Mimi na saa nikawa nimemwacha pale. Nimetoka shule, nimeenda pale, nimekuta viatu na daftari moja. Nikasema sijui begi lake liko wapi, nikaamua nimtafute, nikamkosa. Nikaamua niende nyumbani. Bibi akaniuliza hivi, yuko wapi? Nikamwambia sijui. Mimi nimekuta tu viatu na daftari moja. Akasema tukamtafute. Bibi akapita huko kwenye mawe, mimi nikapita huku. Ndio kuja kuangalia kwenye shimo hiyo. Wazazi na walezi wa eneo hilo wamelaani tukio hilo, huku wakiziomba mamlaka husika kufanya uchunguzi wa haraka ili kuwabaini wahusika. Sisi kama wananchi wa kata ya Malolo tumesikitishwa kwa kitendo ambacho kimetokea kwa siku ya leo, cha kuona mtoto mdogo kama huyu anafanyiwa vitendo vya ukatili. Ni vitendo ambavyo havikustahili kutendewa kwa mtoto mdogo kama huyu. Hivyo basi, kama wananchi wa kata ya Malolo, tulikuwa tunaiomba serikali iliangalie jambo hili kwa upana zaidi, lakini pia hata hawa walioshiriki kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya mtoto huyu wafuatiliwe na wakamatwe. Ni vitendo ambavyo vinasikitisha, kwa sababu itatubidi tuache kazi, tufanye kazi ya kuwa tunawapeleka watoto mashuleni na kuwafuata. Tutafanya kazi zetu saa ngapi za kutafutia riziki zao, na tutafanya kazi zetu saa ngapi za kutafuta riziki za kila siku. Usingesoma. Inawezekana kama kina sura mbili. Aidha ni katika namna tu ya kubaka kwa sababu mtu amefikiria kubaka tu. Aidha ni namna ya kubaka kwa sababu ya imani za ushirikina. Mimi nitakuwa na shauri serikali inapowakamata watu kama hawa au kukiwa kuna viashiria vya watu kama hawa, basi ichukue hatua kali za kisheria. Wafikishwe kwenye vyombo vya sheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kubaka, matukio ya ubakaji yamekuwa yakifanyika, lakini sio katika sura hii. Hii sura ya kipekee, ni sura ya kusikitisha sana. Imetutia doa sana sisi wana Malolo na imetupa huzuni kubwa sana. Pata huzuni kubwa sana. Jambo la kusikitisha sana. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Mtakuja Hamisi Ibrahim amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku diwani wa kata hiyo Naomi Kasanga akisema anashirikiana na wananchi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha wahusika wanabainishwa na hatua za kisheria zinachukuliwa. Baada ya kupigwa simu naambiwa kwamba kuna mtoto amebakwa. Mtoto wa mzee fulani kabakwa. Na nimekuta kweli mtoto huyu amefariki hapa. Lakini siwezi kusema moja kwa moja kwamba kwa watu wanavyosema kwamba amebakwa, kwa sababu hii sio kazi yetu. Hatuwezi kujua kwamba huyu mtoto kabakwa au kafanyaje, kanigwa, hatujui. Ila tumemkuta amekufa. Kwa hicho ndio kilichotokea. Hili ni tukio baya. Kwa mimi naombeni msije mkatulaumu. Sisi kwenye swala kama hili hatuko tayari. Jamani, mimi binafsi siko tayari kwenye hili, tunaona wabaya. Na nasema kwenye hili tukio, hawa watu mimi na imani watakamatwa. Watu wanavunja mawe kule, nyumba zimezunguka. Nina imani huyu mtu atafanyaje? Atakamatwa. Tunaiamini serikali yetu na tunaenda kufanya kazi. Tusije kulaumiana. Nitaka tu niseme hicho. Tusije kufanyaje? Kulaumiana. Sisi tuko pamoja na wananchi na tutafanya kazi kuhakikisha haya matendo ya ukatili Malolo yanakoma, yamekuwa sugu. Kheri Abdallah, Chivihi Media.